Uhari gani mtazamaji wa Master Voice Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania imetupilia mbali maombi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP yaliyolenga kutengua uamuzi wa Mahakama Kuu uliomzuia kuingiza ushahidi mpya wa nyongeza dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Uamuzi huo umetolewa leo Julai 30, 2026 na jopo la majaji watatu wa Mahakama ya Rufaa, AG Mwarija, ZG Muruke na AS Hamisi, baada ya kubaini kuwa maombi hayo ya DPP namba 720321/6 ya mwaka 2026 hayakuwa na msingi wowote wa kisheria. DPP alikwenda Mahakama ya Rufaa kupinga amri ya Mahakama Kuu ya Februari 22, 2026 iliyokataa kupokea taarifa ya ushahidi wa nyongeza kutoka kwa mkuu wa timu ya uchunguzi ACP Amini Mahamba katika kesi ya jinai namba 19605 ya mwaka 2025 inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Katika hukumu hiyo iliyosomwa na Jaji Mwarija, mahakama imeeleza kuwa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai ACP kinaruhusu tu kuongezwa kwa shahidi mpya ambaye maelezo yake hayakusomwa katika hatua za awali, na si kutoa fursa kwa upande wa mashtaka kumrejesha shahidi aliyekwisha elezwa ili kuleta ushahidi mpya uliokusanywa baadaye. Pia mahakama hiyo imegoma kutoa amri ya Lissu kulipwa fidia kwa siku 139 alizokaa mahabusu kufuatia kucheleweshwa kwa shauri hilo, ikifafanua kuwa kisheria maombi ya fidia huombwa na kutolewa pale tu mshtakiwa anapokuwa ameachiliwa huru. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante.